Mthani Juma ni mzaliwa wa kijiji cha Junguni, jimbo la Gando, wilaya ya Wete. Kihistoria, ndugu mtangazaji, mimi nilikuwa ni mwanachama ambaye alikuwa anajitolea kwenye chama changu cha Mapinduzi, lakini kwa bahati nzuri nilianza kuchukua nafasi za uongozi katika chama changu cha Mapinduzi. Nikianza na katibu wa uchumi na fedha katika tawi langu la Kizimbani, na badala ya hapo nilikuwa ni mjumbe wa kamati tekelezaji ya UVCCM wilaya ya Wete. Na nilipoishia hapo niliamua kwa moyo thabiti kuchukua fomu ya uwakilishi mwaka 2015. Nikiwa mwanamke wa kwanza ambaye niliamua kuchukua fomu hiyo ndani ya jimbo langu la Gando. Tokea historia zianze ya vyama vingi vya siasa, haijawahi kutokea mwanamke ambaye aliamua kuchukua fomu ya kugombea katika jimbo. Lakini kwa bahati nzuri niliamua kuchukua fomu hiyo, nikagombea 2015. Bahati nzuri nikashinda katika uchaguzi mkuu, na badala yake nimeendelea mpaka 2020 nikachukua tena. Kaingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, nikashinda katika uchaguzi mkuu. 2025 pia nimeamua kuchukua fomu hii ya uwakilishi kwa sababu niliona kwamba tayari vipindi viwili nilishakaa kwenye nafasi hii na nilijua kwamba nafasi hii naiweza, na ndio maana nikaamua kuchukua nafasi ya uwakilishi. Lakini kwa bahati nzuri pia katika kura za maoni chama changu, Chama cha Mapinduzi, nikishukuru sana kwa uamuzi wake uliofanya kuniteua tena katika nafasi hii ya uwakilishi, kugombea teule katika nafasi hii ya uwakilishi. Nje ya ulengo, ndugu mtangazaji, mimi nilikuwa mama kawaida ambaye alikuwa anajitolea kwenye pirika za hapa na pale, kwenye mambo mbalimbali ambayo yanakuja ya kijamii. Tulikuwa nashirikiana na wenzangu katika kuyafanya. Pia nilikuwa mkulima wa mboga mboga pamoja na wanawake wenzangu, tulikuwa tunashirikiana katika jamii ambayo nilikuwa naishi. Kwa hizo ndio pirika ambazo nilikuwa nazo katika maisha yangu. Wakati za kugombea nilianza mwaka 2015. Ndio harakati zangu hasa za siasa ambazo nilianza, lakini niliendelea hadi hivi sasa. Na kiukweli niseme ndani ya baraza la wawakilishi ni kipindi changu cha 3 sasa hivi. Kipaumbele changu hasa kama ambavyo naendelea huko nyuma, na mikakati yangu ni hii ambayo sasa hivi nimesema niendeleze nayo. Angalia changamoto ambazo zimo ndani ya jimbo, kwa sababu bado changamoto hazijamaliza, lakini nashukuru sana serikali yangu ya Mapinduzi ya Zanzibar, changamoto nyingi ndani ya jimbo la Gando zimeshatekelezeka. Kwa hiyo zilizobakia mimi nimeamua kwamba nitakaa na wapiga kura wangu kujua sehemu gani ina changamoto gani. Kwa hiyo changamoto ile iliyopo pirika zangu za kutafuta kura, nimesema kwamba niwaambie wananchi kwamba yale ambayo yamebaki ndani ya jimbo la Gando nitachukua na kuyasimamia ndani ya chombo cha kutunga sheria, na naamini serikali yangu itanisikiliza na kuweza kuyatatua kama yale ambayo nimeyapeleka na serikali imenisikiliza na yametatuka. Kwa hiyo kipaumbele zaidi niseme ni kutatua zile kero ambazo zimebaki ndani ya jimbo la Gando, hususan kwenye swala zima pia la vijana ambao hawana ajira wala hawana kazi za kujishughulisha. Kwa hiyo kuna mikopo ambayo serikali wanaitoa. Kwa hiyo tutaendelea kukaa nao vijana, kuwashajiisha kuchukua mikopo ili kuendeleza mambo yao mbalimbali. Kana jamii imeshatambua. Hapo awali ilikuwa ni changamoto, sababu ilikuwa dhana ya jamii yetu tulionayo, wanasema kwamba wanawake hawafai kuwa viongozi. Kwa sababu nathibitisha hilo, wakati naomba kura, baadhi ya watu walisema wewe umemwona wapi mwanamke kuwa kiongozi? Lakini kwa sasa, kwa kadri tunavyokwenda, tayari jamii imeshaelewa kwamba wanawake nao sasa wana haki ya kuwa viongozi, na wanawake wakikaa kwenye uongozi wanaweza wao zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo sasa hivi jamii yangu nayo iangalia kwamba tayari wameshaelewa kazi ya mwanamke
na ameshaelewa mwanamke ana wajibu gani kukaa kwenye uongozi au mwanamke ana uwezo gani akikaa kwenye uongozi. Sapoti sana kwenye harakati zangu, wanipa ushauri, maelekezo, nini cha kufanya, na ndio maana nikasimama hadi leo bila ya tatizo lolote katika familia yangu. Na changamoto kubwa ambazo nilizipata pindi ambapo niligombea huko nyuma. Changamoto ni za kawaida, lakini tuliweza kupambana nazo, na ndio maana nikafika hichi kipindi cha 3 nagombea hii nafasi.